ilipoanza kuzama pale saa 7:20 meli ikaanza kuumba ilivyoumba iliumba kama mara 3, ilipokuja kuumba mara ya 3 ndio ikaenda jumla, ilienda kwa nyuma ile ijarudi tena pale. Waliopona ni wajuu wale waliorushwa tu, na waliotoka kama walijiokoa na madumu, lakini wengi waliopona ni wa nyuma waliotoka na magodoro. Ni miaka 11 imepita tangu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipoteze mamia na maelfu ya watu kwenye ajali ya meli ya MV Spice Islander iliyozama mwaka 2011 tarehe 10 ya mwezi wa 9 saa 7 mchana. Ajali iliyoacha huzuni, majonzi na upweke mkubwa wa waliopoteza ndugu zao na marafiki zao. Hakika hakuna anayejua kesho yake. Kama wangelijua ajali itatokea mapema, basi pengine wangeahiri safari ya kutoka kisiwani Unguja kwenye bandari ya Malindi kuelekea kisiwani Pemba. Mamia kwa maelfu ya watu walipoteza maisha, watoto na watu wazima, wanaume na wanawake, huku ikitia huruma zaidi mili ya Watanzania wenzetu ikiwa imeelea juu ya maji ya bahari ya Hindi, ikiwa haiwezi hata kunyanyua mkono wala kutazama uso wa dunia tena. Hakika kifo ni fumbo. Ajali ya meli ya MV Spice Islander ilitokea majira ya saa 7 mchana eneo la Nungwi, ikiwa ni kaskazini mwa kisiwa cha Unguja, eneo ambalo linatajwa kuwa na kina kirefu sana na mvutano mkubwa wa maji ya bahari. Ajali ya meli hii ya MV Spice Islander kuzama ni moja kati ya ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea kwenye nchi ya Tanzania, kutokana na kukatisha idadi kubwa ya maisha ya Watanzania wenzetu, ukiachana na ajali ya meli ya MV Bukoba ambayo ilizama mnamo mwaka 1996 katika ziwa Victoria, iliyokuwa ikitoka kwenye bandari ya Bukoba kuelekea jijini Mwanza. Ajali ambayo inakadiriwa iliondosha maisha zaidi ya Watanzania wenzetu 800. Kwa mujibu wa ripoti rasmi ya jopo lililoundwa kuchunguza ajali hii chini ya Jaji Abdul Karim Amer, ilibaini kuwa ajali ya MV Spice Islander ilikatisha maisha ya Watanzania 1370, huku baadhi ya taarifa zikidai ya kwamba zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha kwenye ajali hii ya MV Spice Islander ilipozama katika bahari ya Hindi eneo la Nungwi. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanyika, meli ya MV Spice Islander ilikuwa na uwezo wa kubeba takribani abiria 620 pamoja na mizigo, lakini uzembe uliofanyika ilibainika kuwa watu 2470 ambao walikuwa ni abiria walipanda meli hii katika bandari ya Malindi kutoka kisiwani Unguja kuelekea kisiwani Pemba, na kupelekea meli kuzidiwa na uzito mkubwa wa abiria pamoja na mizigo na kusababisha kuzama kwake. Inaelezwa kuwa taasisi ya usalama wa bahari Sumatra ilifanya ukaguzi kwenye meli hii na kubaini ina hitilafu miezi 2 kabla ya kuzama kwake, huku swali likibaki, je, ni nani aliruhusu ifanye safari? Nyimbo za huzuni ziliimbwa ili kuwafariji wafiwa waliopoteza ndugu zao, marafiki zao na jamaa zao ambao walibaki na simanzi moyoni. Walokufa hawarudi na sisi hatuna budi, muamuzi ni wadudi na ndio kashamwa, na walokuwa wahai rehema zake Ilahi, wakafika asubuhi wakawahi okolewa. Hiyo ni kadara yake, atupima waja wake, nani atarudi kwake na nani atapotea.
Islamu tushukuru na wala tusikufuru, ya Rabbi atunusuru kama haya kutokea. Inakisiwa zaidi ya watu 700 waliokolewa na watu 600 hawakujulikana walipo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 4 Daktari Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na rais wa awamu ya 7 wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein waliongoza maelfu ya wananchi kwenye swala ya kuaga na kuwaombea watu waliofariki katika ajali ya meli ya MV Spice Islander ambayo ilifanyika kwenye viwanja vya Maisara, mji mkongwe. Ni msiba mkubwa, msiba ambao una kifani. Hatujajua kwa dhati kabisa hesabu sahihi ya walioathirika kwa hali zao waliofariki, lakini hata pale anapofariki mtu mmoja wawili ni idadi kubwa, seuze wae zaidi ya 30-20. Ni tukio kubwa nchini kwetu, ni la mwanzo la aina yake. Hatujapata kupata tukio kama hili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atupe afueni, tuwe na subira zaidi na tuombe Mwenyezi Mungu wazetu watangulia mbele haki wasamehe makosa yao, na sisi bila wepesi katika kuwahudumia na kuwatumikia. Meli ya MV Spice Islander imeacha makovu kwenye familia nyingi sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na wale waliopoteza ndugu zao wote waliokuwa wakiwasubiri kwa hamu kuwapokea kisiwani Pemba. Tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2011 inabaki kwenye kumbukumbu ya daima kwenye taifa la Tanzania na visiwa vya Zanzibar, ikiandikwa kwa wino wa moto, wino mwekundu, ya kwamba Watanzania wenzetu walipoteza maisha wakati wengine wakiwa kwenye harakati za kwenda kutafuta mkate kwa ajili ya familia zao, huku wengine walikuwa wanasafiri kutoka kisiwani Unguja kwenda Pemba kwenda kuona familia zao, lakini maisha yao yakakatishwa kwenye maji Septemba 10, 2011. Tunaungana na wote waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki kwenye ajali hii iliyoacha simanzi, majonzi na huzuni kubwa kwa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutaonana kwenye makazi ya milele.